patapatikana kimvuli isipokuwa ni chake Allah tabaraka wa taala, na kimvuli hicho, kusudio la kimvuli hicho hakitokuja kumfunika yote yule isipokuwa au mmoja katika miongoni mwa watu wa aina saba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa aliulizwa na sahaba zake, hao ni akina nani ya Rasulullah? Mtume akamwambia, wa kwanza wao imamu na adil, imamu mwadilifu. Ibadallah, kiongozi mwadilifu. Uadilifu kwa nini? Huwa kullu ma yatawalla biha amrun min umuri almu'minin. Kiongozi mwadilifu ni kila ambaye ameonekana ametawalia mambo katika mambo ya Uislamu, sawa in kana hakiman au raisan au imaman. Sawa na kuwa atakuwa ni hakimu ndani ya nchi, analazimika kwa hukumu watu kwa uadilifu. Kama atakuwa ni imamu, analazimika kwa hukumu watu kwa uadilifu. Na kama atakuwa yeye huyo yuko katika sekta ya aina yote ile, analazimika kwa hukumu watu kwa uadilifu. Masikitiko, utawala wetu tumeutumia vibaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza na kusema, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattilu arhamakum. Mnasemaje mlikuwa mkingojea nyie mweze kuzipata sauti kwa watu kukuchagueni? Mnasemaje mlikuwa mmengojea nyie pale mtakapopata nafasi ya kutawala watu katika ummati Muhammadin, an tufsidu fil ardi. Wakati huyo mnapotafuta sauti mnakuwa nyote ni wanyonge, kila mmoja anatafuta uongozi kwa kuomba kwa unyenyekevu. Lakini masikitiko, pale anapompa utawala anakuwa mwepesi kwa kuyafanya mambo mawili, an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Unamkutana kiongozi ndio anakuwa mharibifu juu ya mgongo wa ardhi na anakuwa na tabia ya kukata udugu. Aya hii mliza Amira al-Mu'minin Umar. Aya hii imemliza Amira al-Mu'minin Umar radhiyallahu anhu. Anatawala Amira al-Mu'minin akiwa katika Amr Ramad. Anakutana mambo yote ni magumu. Anawaambia Waislamu matatizo yamekithiri, liyuzbah ba'iran fil yawm wa yuwazza 'inda al-muslimin. Inalazimika iwe inachinjwa ngamia moja kwa malengo ya kuwagawia Waislamu wote katika ardhi ya Madina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kiongozi mwadilifu ili aje siku ya kiyama akiwa katika kivuli chake Allah tabaraka wa taala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoelimisha hao masahaba, waliyashika kwa mikono miwili. Amira al-Mu'minin Umar radhiyallahu anhu walipoichinja ngamia wakaanza kuigawa kwa ajili ya kuwapa Waislamu. Miongoni mwa wale waliochinja amechukua nyama ambayo ni sanamu, ambayo inaotea kwenye mgongo, kwa Kiswahili chetu tunasema nyonzo. Wakasema hii ni lazima tapewa Amira al-Mu'minin Umar. Wakawa wamechukua na maini wakamwekea pembeni, wakasema haya tapewa ni Amira al-Mu'minin Umar. Amira al-Mu'minin alipoletewa anayatazama yale maini. Amira al-Mu'minin anauliza swala, wa hal lilmuslimina ataytumuhum mithla hadha. Ndugu zangu, mmeniletea nyama hii ni fofo, ni tamu kabisa, na mkaniletea nyama ambayo ni starehe, maini haya ni mazuri kabisa, lakini swala langu ni moja, kwa nini ndio niletea hivi? Je, na Waislamu mliowapa mfano wa hivi? Wakamwambia Amira al-Mu'minin, hadha bishurafa, hivi ni vyakula vinavyokula watu wazima, watu wenye vyeo, wenye heshima. Amira al-Mu'minin akayachukua maini yale, akaichukua na fofa ile nyama kwenye mgongo, akamwambia Waislamu, mnalazimika kuniletea mfano wa kile walichokula Waislamu. Wamerejea nyuma, wakamletea mfano wa kile walichowapa Waislamu. Amira al-Mu'minin Umar ghafla kidogo anaona wamemletea sehemu ya kitoweo kidogo kabisa, wakimletea pamoja na mkate wa ngano, akauchanganya na samli ya kala. Amira al-Mu'minin anakula, tumbo linamguruma. Amira al-Mu'minin anakula, tumbo linamuuma. Wakati huyo Amira al-Mu'minin na masahaba wanamuona hatulii nafasi moja Amira al-Mu'minin. Nyoka zinanguruma, nafikia nafasi anainama Amira al-Mu'minin, kisha anawaambia Waislamu maneno haya ambayo tunayazungumza, akilishika tumbo lake huku nyoka zinanguruma. Nyoka zinakoroma zikisema kur, na yanazungumza akizambia karkar au la takarkar ayuha albatni fa wallahi lan tafuka lahmika hatta yashba'u atfal almuslimin. Nguruma ewe nyoka ndani ya tumbo, ima ukitaka uache kunguruma. Na kwa pia kwa jina lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
kama hutokufa umekula chakula kizuri mpaka pale watoto wa Kiislamu watakuwa wao wameshiba. Ndugu katika imani, hao ni Waislamu wameutumia utawala vizuri. Famayubari aba afsin wasiratahu au mayuawil alfaruq tashbiha. Nani kiongozi siku ya leo itakuja sadaka msikitini akasema sintojianzia bali nafasi kubwa tuanzie Waislamu, kile kitachobaki itakuwa ni mimi ndio haki yangu. Ndugu katika imani, uadilifu huu umepotea. Amir al-Mu'minin bainama kana tafakadu ra'iya baina buyutati al-Madinati an-Nabawiyya, anatembea Amir al-Mu'minin kama kiongozi, malengo ni kuzijua hali za Waislamu katika ardhi tukufu ya Madina. Amir al-Mu'minin ghafla kidogo fa idha huwa samia awila tifli, anasikia sauti ya katoto kachanga kanalia kametoka kuzaliwa. Amir al-Mu'minin anakusudia nyumba ile anaifuata, anawaambia Waislamu, nisubirieni kidogo nimtazame huyu anaelia. Anakutana ni katoto kadogo kanalia, anamkutana pembezoni mwake yupo mwana mama ambaye ndio mzazi wa mtoto. Amir al-Mu'minin anamwambia, ya amatallah uskuti tiflak, na kuomba wewe kijakazi wa Allah mnyamazishe mwanao, usiku huyu watu wamepumzika. Mama huyo hajamsikia Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin anaondoka, anarudia bado anakutana mtoto analia. Aliporudia anakutana bado mtoto analia, anamfuata tena mwana mama anamwambia, ya amatallah, ewe kijakazi wa Allah, wallahi ma araki illa ummasu, ninapokuona wewe ni sawa na kuwa ni mama mbaya kabisa, haufai hata kuitwa mzazi, huna huruma na watoto. Tazama majibu aliyotoa mwana mama pale alipoambiwa na Amir al-Mu'minin maneno haya. Alimwambia akisema, laqad athatani bi anna Amir al-Mu'minin Umar la yuti ajrahu illa li tiflin idhan fatam wa la yarbitu lahu min bayti mali al-muslimina illa li tiflin idhan fatam wa ana a'uduhu al-fitama hatta yakuna lahu nasibun min bayti mali al-muslimin. Hayo maneno anatumia mwana mama bila Amir al-Mu'minin Umar, wala mtadri annaha tukallimu Umar. Aliyatumia maneno haya ili hali hajui kama huyu ndio mwenyewe Umar alikuwa anamzungumzia. Anamwambia sababu ya kulia huyu, ipo sheria imekuja inatoka kwa kiongozi wa Uislamu anayedai kama yeye ndio Umar, la yuti ajrahu illa litiflin idhan fatam. Tangazo limekuja na kusema hahitaji kumuona yeyote yule katika baitul mali ya Uislamu akija kuchukua chakula, ila aje na mtoto ambaye tayari kishaanza kula. Wala yarbitu lahu min bayti mali almuslimina illa litiflin idhan fatam, wala hahitaji kumuona yote yule kaweka kikanyagio chake katika baitul mali ya Uislamu, ila aje akiwa na mtoto ambaye tayari kishaanza kula. Wa ana a'uduhu al-fitam, mwanangu huyu nimemzaa kwa siku chache kabisa, hata miezi miwili hana ya kuzaliwa mtoto wangu huyu, lakini masikitiko mimi namzoeza kula kwa muda huyu mchache, hata yakuna lahu nasibu min bayti mali muslimin, ili nione kama kiongozi wa Uislamu atafikia na mimi kuniandikia angalau hata maziwa yatakayopatikana kutoka katika baitul mali ya Waislamu. Amir al-Mu'minin analia. Umar alivolia analia akizungumza na kusema, lakallahu ya Umar, lakallahu ya Umar. Alitazama mbingu yake Allah akijishtaki na kusema, msamaha wako Mwenyezi Mungu kwa Umar unahitajika. Mwenyezi Mungu, msamaha wako kwa Umar unahitajika. Kam katanta min atfal muslimin, anaitumia dhamiri kana kwamba yeye hayupo, anaitumia dhamiri kwa kumzungumza Umar kana kwamba yupo Umar mwingine kinyume yake. Anazungumza na kusema, kam katanta min atfal muslimin, Mwenyezi Mungu, msamaha wako kwa Umar unahitajika. Hivi anaweza kuwa ni watoto wangapi wa Kiislamu wamekufa kwenye ardhi ya Madina? Amir al-Mu'minin Umar falamma asbaha, ilipofika asubuhi anakuja msikitini swala ya alfajiri kuidirika, anamweka Abdurrahman ibn Auf aweze kuendesha sala ya alfajiri. Abdurrahman ibn Auf anamwambia Amir al-Mu'minin, la atamallak wala uti, siwezi kuweza kabisa kukupitia mbele wakati wewe ni kiongozi wa Uislamu, pita wewe. Amir al-Mu'minin anamwambia kadim, nenda kabisa, takaddam, nenda ukawasalisha Uislamu. Amir al-Mu'minin anasimama nyuma ya Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf anaimaliza suratul Fatiha akisema wala dhalin amin, anaifuatisha aya akisema fahla asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Mnasemaje nyinyi viongozi ambao mmepata kuwatawalia watu, lakini masikitiko mmeonekana mkiufanya uharibifu juu ya mgongo wa ardhi na mkahakikisha mmeukata ndugu zidi ndugu zenu Waislamu. Ndugu katika imani, Amir al-Mu'minin amelia. Amir al-Mu'minin amelia
kwa maana aya hii imemgusa. Mimi ndio Muislamu na mimi ndio kiongozi, tayari nimekata udugu, siwataki watu kuwaona katika Baitul Mali ya Waislamu. Mimi ndio kiongozi, tayari sitaki kumsikia yote yule akileta mawazo yake. Alitoa salamu Abdurrahman ibn Auf, akasimama Amir al-Mu'minin Umar, fahamidallahu wa athna alayhi, akamsifu Mwenyezi Mungu, kisha akatoa maneno. Tangazo lingine msikitini akisema, kullu man lahu maulud fabimujarradin min wiladatihi ayuj'al lahu nasibu min baiti mali muslimin. Toka leo tangazo lililokuwa limepita hivi sasa linakufa. Tangazo linasema kila aliyokuwa na mtoto ambaye tayari kishaanza kula na mwenye hajala tayari analazimika kuja katika Baitul Mali ya Waislamu kwa malengo ya kuchukulia watoto chakula. Mtoto wa mama yule alikuwa hajaanza kula, lakini walikufa watoto wengi kwa kukosa maziwa kwa mama zao. Amir al-Mu'minin, maiti za watoto wale zilimweka uchungu na akatafuta kutaka radhi kwake Allah tabaraka wa taala. Huyu ni kiongozi. Walikuja Waislamu katika Baitul Mali kwa kuchukua chakula kikawa kimemalizika. Nini litafanyika ndugu katika imani? Amir al-Mu'minin Umar anawatazama Waislamu, hakuna la kufanya, hakuna la kujisaidia. Nini tutafanya? Muislamu akiiba kati mkono kwa sababu sheria nafasi hiyo tena haitumiki. Aliiba ni kwa sababu ya mazito ya njaa na hakuna nafasi nyingine atapata chakula kinyume na kila alichoona kinapita machoni mwake. Ndugu katika imani, wanapata wafdu msaada kutoka katika nchi, katika ardhi ya Sham, wanakuja kuwapokeza watu wanaitishwa katika ardhi ya Madina, njooni msimame kwenye mistari. Familia yake Amir al-Mu'minin Umar inakataa kwenda kwenye mstari, inakataa na kusema sisi ni familia kubwa na mtoto wetu ndio kiongozi, hatuwezi kwenda kabisa tukajichanganya na watu kama vile hao. Amir al-Mu'minin, wafdu ilipofikisha chakula, anakutana ndugu zake walisimama pembeni na watu wengine. Tazama alichokifanya Amir al-Mu'minin, aliwaelekea wote waliokuwa kwenye safu kwenye mistari na kuweza kuwapa. Wakaja ndugu zake wengine na kujiweka nafasi za mbele, akawatoa, akawaambia hamna nafasi ndani ya siku ya leo, la asima lakumul yawm, wala hamna nafasi ya kuweza kukimbilia. Wanamwambia wewe ni mtoto wetu. Ndio kauli hizo tunaziambiwa sisi maimamu. Sadaka inapokuja msikitini, mama hataki kutonda kwa wengine, shangazi hataki kutonda kwa wengine, dada hataki kutonda kwa wengine. Imamu anaikaa anakwambia hii mpelekee mama, hii mpelekee dada, mpelekee shangazi, mpelekee mjomba. Amir al-Mu'minin analivunja hilo kwa viongozi, anawaonesha hakuna nafasi. Wanamwambia wewe ni mtoto wetu na hii ni haki yetu sisi tuipate. Anawajibu Amir al-Mu'minin na kusema, nyie mnamiliki katika kile ninachohukumu mimi kwa uwezo wangu, lakini hichi kilikuja ni haki kwa Uislamu na sheria ni lazima ifanye kazi. Ndugu katika imani, ni wangapi maimamu ambao wamejaribu kumwingia Aba Umar ili kesho Mwenyezi Mungu akaweke katika kivuli chake Allah tabaraka wa taala. Huyo ni mtu wa kwanza ambaye atakuwa katika kivuli chake Allah tabaraka wa taala. Ama mtu wa pili, Mtume Muhammad akasema ikiwa atatumia vizuri mambo yake atakuwa ni kijana wa shabun nashaa fi ibadatillah. Mtu wa pili ambaye atakuwa katika kivuli cha Allah siku ambayo hakuna kivuli cha yote yule ni kijana. Mtume anasema yahtanim khamsa qabla khamsi, yafutumie mambo matano. Ihtinam, kuprofite. Mtume anakuambia profite mambo matano. Yahtanim, profite mambo matano kabla matano hayakukuta. Shababaka kabla harami. Mtume anasema utumie ujana wako vizuri, profite ujana wako kuutumia vizuri kabla uzee haujakukuta. Ndugu katika imani, tunakuja kumtazama kijana anayekusudiwa na Mtume Muhammad. Kumtia kijana miongoni mwa watu hao wasaba fi ahdi shab, ulama urijal ilmu diraya, wafasiri wa hadithi ambao wameyasomea hayo wakabobea, walimtazama kijana wakasema fi ahdi shab tataghallabi shahawat, nyakati za ujana ilikuwa ni haki Mtume Muhammad kumweka kijana miongoni mwa hao, kwa sababu kipindi cha ujana tataghallabu shahawat, utakutana kijana shahwa zake ni nyingi kabisa, akimtazama yote yule anamtamani. Wa yakhdau al-aqlu li sultani al-atifa, hata akili yake kijana inakuwa haipendezi kabisa. Lolote lile atakalolifanya halingoji ushauri yeye kukurupuka, hataki kutazama nini madhara yatatokea baadaye,
Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamweka kijana ili aweze kutumia ujana wake vizuri. Lakini masikitiko, vijana hatujitaki kujifananisha na Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu ambaye aliweza kuitwa imam akiwa na umri wa miaka 10. Hatutaki kujifananisha na Abdullah ibn Abbas ambaye alionekana ni mfasiri wa Qur'an mkubwa akiwa na umri wa miaka 10. Vijana wote leo masikitiko ni wasanii. Vijana wote kiigizo chao inaonekana ni Diamond. Vijana wote ukiwarudisha katika sunna, wewe ndio unapigwa vita. Ndugu katika imani, tumokope Allah tabaraka wa taala. Kijana mwenzangu, tabi' sabila man anaba ilayya. Mwenyezi Mungu amesema ifuate njia ya wale walioelekea kwangu. Kijana, mtazame Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokupa nafasi kubwa wewe na kukupa cheo ili uwe karibu na Allah tabaraka wa taala, uweze kuepukana na moto huyu wa jahannam. Lakini masikitiko, usanii umetuzidi, vifua vimeonekana vikubwa na sio kwa ajili ya dini. Baadhi shababi na yauma, ukiwatazama vijana wa leo, la yudrikuna alfajra, hata sala ya alfajiri isiwaulizi. Yarfauna hadidan wa athqalan, wameshikamana na kutafuta usanii kwa nguvu, kunyanyua vyuma vya kilo tofauti. Walakin idha udhina alfajra, masikitiko, alfajiri napotolewa adhana, la yakdiruna an yarfa'u lihafa min fawqi ru'usihim, inakuwa hawawezi kunyanyua shuka ambayo haina hata kilo moja kwa ajili ya kuja kumsujudia Allah. Hadhi haqiqatul mu'lima, huyu ni ukweli wenye kuumiza, kuona vijana kilo 70 unanyanyua, unajitwisha, unavua. Love you.